Katika taarifa yako umeelezea mafanikio. Nami nikupongeze wewe na kamati yako ya maendeleo ya kata kwa kufanikiwa vema kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, tuwe wa kweli. Pamoja na wenzetu ambao wapinzani wanasema CCM hajafanya kitu, lakini sisi wenyewe tujiulize, hii Buguruni ya leo ndio Buguruni ya miaka 10 ya nyuma? Kweli yako mambo ambayo bado hajafanyika, tunakubali. Lakini sio kwa ubaya huo. Leo hii tuna mradi huu wa mwendo kasi BRT ambao umeanzia pale ofisini kwangu pale Boma, unakuja Buguruni na kwenda mbele. Na eneo la Buguruni sura ishabadilika tayari. Buguruni ile ya kina mzee mzee Marapa, mzee Daraja sio Buguruni hii. Kweli sio kweli? Na wakiamsha wazee wetu leo asubuhi waamke watupe Buguruni, waone Buguruni ilivyokuwa, watapotea. Kweli sio kweli? Sababu zamani ile Kichwele Street sasa hivi haipo. Tuna Buguruni ambayo yenye njia 4, yenye barabara safi, taa zitawekwa na kadhalika. Kwa hiyo niseme kwamba maendeleo makubwa yapo katika sekta mbalimbali. Kuna sekta ya soko lipo zuri na maeneo mengine. Ilibakia tu changamoto tu ya za ndani ambazo zimetajwa hapa, lakini na issue ambayo amezungumza diwani ya kituo cha afya ama hospitali, ambayo nayo sio kero sana, ingawa ni kero. Kwa kuwa hapa jirani kwetu Mnyamani tunao hospitali ile ya plani, inatusaidia. Lakini kwenda kushoto nasogea Amana. Ukienda kidogo wenzangu wa Malapa kule na Madenge wana kituo cha afya cha Bongoni. Sio kibaya sana. Ilani ya chama kwenye kata hii imefanywa, imetekelezwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kupongeza kamati ya maendeleo ya kata ikiongozwa na mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kutekeleza ilani. Kwa hiyo ndugu zangu, kama ilani imetekelezwa, kazi yetu ni nini? Kazi yetu ni kusema yale mazuri yote yaliyofanywa bila kujali imefanywa na uongozi gani. Kwa kuwa kwa vyote vile CCM itakwenda kushinda. Tutakwenda katika utafuta tu mchakato wa kumpata nani anagombea kwa nafasi ya mbunge na diwani, rais tayari. Rais CCM inakwenda kushinda. Kwa hiyo lazima tuyasemee bila hiana, bila kificho, bila woga mafanikio yaliyopatikana katika kata yetu ya Buguruni. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taarifa yako umenipa changamoto za barabara ya La Promise, Hilton na kadhalika, kwamba nazo zirekebishwe. Nami nalichukua hili na kwenda kulifanyia kazi tena kwa nguvu kubwa, kwa sababu baada ya Buguruni ukivuka hapo unakuta kunipata Mnyamani unapata Vinguti. Mvuti barabara zinajengwa, si ndio? Mnyamani sasa sogea kidogo. Lakini ukiangalia katika kata yetu baada ya Ilala sasa inafuata Buguruni. Maana Buguruni ndio Ilala ya baadaye. Kweli si kweli? Na Ilala ndio Kariakoo ya baadaye. Kweli si kweli? Kwa hiyo haiwezekani kwa mupe muruke, haiwezekani. CCM oye! Nafikiri mmenielewa Kwa hiyo tutakwenda kusamia kwa dhati kwamba tunataka Buguruni sasa ifanane na Ilala. Kwa kuwa Ilala inakwenda kufanana na Kariakoo. Twende kama hivyo. Ndugu zangu, tunakwenda kwenye uchaguzi wa kutafuta mgombea wetu kwa nafasi ya ubunge na nafasi ya diwani. Kama mlivyosikia kwamba kwenye nafasi ya urais, wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa nikiwemo mimi tulikwenda Dodoma na tukampendekeza Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kuwa ndio mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Hilo halina mjadala. CCM oye! Simekubali na nyinyi, mmekubali hilo? Kwa hiyo hatuwezi kwenda huko kwenye uchaguzi kama ndani yetu hatuna mshikamano, hatuna umoja, hatuna mapenzi baina yetu. Hatuwezi kwenda vizuri. Kwa wito wangu wa kwanza kuona kwamba kwenye kata hii ya Buguruni umoja na mshikamano unakuwepo kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi, kwa maslahi ya serikali yetu. Si siri sana na
si vibaya kuona kwamba ama kusema kwamba uko mgawanyiko kwenye kata ya Buguruni. Mapande. Tena mapande haya sio wanachama wa kawaida wa chini. Wanachama wa kawaida wametulia, lakini mapande ya viongozi wa juu. Na juu sina maana kusema kata. Maana yake msionyeshe kidole Haji Mpegeti, hapana. Ngazi ya juu inaanzia kwenye matawi, inakuja kwenye mashina. Lakini haifiki kwa wanachama. Wanachama wako mutribu, lakini ngazi ya matawi ina shida. Kwa wito wangu ni kwamba tushikamane. Haikatazwi mtu uwe na mtu ambaye unampenda ama unaona kwamba anaweza akawania nafasi ya ubunge ama diwani. Haikatazwi. Lakini inatakiwa uende kwa kiasi. Kwanza kwa kuheshimu kiongozi ambaye yuko madarakani, hajamaliza muda wake yupo, ama viongozi ambao wako madarakani kama na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani wapo na wanaendelea kufanya kazi ya kutekeleza ilani. La kwanza hilo ama tutambue, tulifahamu. Lakini la pili ndio kwamba ule utashi wako usiufanye ukatokea mgawanyiko. Nasema kwa mujibu wa katiba yetu, demokrasia imetamalaki. Muda wa uchaguzi kila mtu anatakiwa amchague mtu anayemtaka. Haikatazwi. Na tutachokataa na kusema hakuna kilichofanyika katika eneo husika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ukiacha mshikamano na kuchafuana, tuna wajibu mkubwa sasa wa kutangaza mafanikio ya utekelezaji wa ilani ili wananchi watuelewe. Na wananchi watuelewe si muda wa kampeni, watuelewe kuanzia sasa. Tuna kaida mwezi CCM mikutano hadhara ndio ya kusema. Lakini mtu balozi wa shina, chama kinatukanwa hapo, mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya jumuiya, chama kinasemwa hapo, hasemi. Kwanza hata lugha ya kusema CCM fanya nini? Hasemi. Hasa inawezekana hajui maskini ya Mungu, ama anajua anafanya makusudi, ama anaogopa. Jamani, wakati uliofika huu sio wakati wa kuogopa. Ni wakati mgumu kulikweli. Ni wakati mgumu kulikweli. Lazima mafanikio yaliyofanyika ndani ya kata yetu, ndani ya mtaa wetu, kwenye wilaya yetu na kinchi kwa ujumla wake tuyaseme wazi wazi. Na anaonekana. Mama anajenga mradi huu kaurithi kwa Mheshimiwa Rais Magufuli wa BRT huu. Na tumesikia tayari wakandarasi mabasi wanaleta njia Mbagala, njia gani. Kwa maana hiyo access ya kutoka Buguruni kwenda Kariakoo baada ya kuchukua nusu saa au dakika 5 utakuwa dakika 15 tu. Hata ile unashindwa kulisemea, utafikiri Kariakoo wendi, uone barabara inavyojengwa. Leo hii tuna ndugu zetu wako mikoani, si wote wazalamu hapana, wengine wako mikoani. Ukipanda treni saa hizi kwenda Dodoma saa 1 usiku 2 ushaingia Dodoma. Hali ya mabasi kule sasa hivi inapungua, watu kupanda treni unakwenda kwa haraka zaidi. Yote maendeleo haya. Na kadhalika. Kwa hiyo lazima tuyaseme sisi wenyewe, na muda wa kusema ni muda huu, sio baadaye. Baadaye ni kupiga kura tu. Kwa hiyo niwaombe wana Buguruni na kupitia mkutano huu nizungumze na wilaya nzima kwamba lazima tuamke sasa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Lakini tumeona wenzetu wana kampeni chafu dhidi yetu. Kwa wale wenye mitandao wanaotumia smartphone wanaona kampeni kubwa inaendelea, no reform no election, kwa kasi kubwa. Wanatagi viongozi wetu, wanatagi wanachama wetu, ili ionekane kwamba isambae hatimaye uchaguzi usifanyike. CCM kama chama tawala ambacho tunasema kama uchaguzi Oktoba utafanyika, tuna kampeni yetu. Kampeni yetu imeanzishwa, ina more election, more reform. Na ingine Oktoba tunafanya nini? Tunatiki. Sasa jamani, kila mwenye mtandao, kampeni tufanye hiyo. Tusifanye kama mitandao kuangalia tumba udaku, Diamond anakwenda wapi, Zuchu yuko vipi, hapana. Sasa hivi Diamond na Zuchu tuyaache, twende tukapambane na wenzetu. Wenzetu baada ya kuona kama huku ndani kwa wananchi hawana kitu. Sababu wananchi wa kijijini kwambia kuna uchaguzi wa kuelewi. Wameamua waende kwenye kampeni ya mitandao ili wawavute vijana, ili waonekane wao wana nguvu na wako wengi.
Na ndugu zangu, mitandao ni chombo cha mawasiliano kibaya sana. Mtu uweze kupiga simu kumpigia mtu ukawaambia watu 100. Lakini posti moja kwenye Instagram ama Twitter ama FB wanaona watu wengi. Kwa jambo linazagaa kwa haraka sana. Nyonye mmeona mimi klabu yangu ina kampeni ya tucheze ng'oo. Hivyo sambaa. Simeona? Kwa hiyo mambo haya yanasambaa sana. Kwa hiyo lazima tuingie kwenye mitandao. Tupambane. Na hili halina mzee, halina kijana. Kila mtu mwenye access ya kuwa na smartphone basi kazi waifanye. Sisemoe. Manake wanamshutumu Mheshimiwa Rais kama rais wetu hana watu wa kumtetea, hana wanachama, hana wananchi, hakuna alichofanya. Lugha ni hiyo tu, lugha mbaya ambayo wanampa. Jambo ambalo sio kweli. Afya na mazingira ya mtaa wetu yanakuwa safi na kuzingatia afya za wakazi zinaendelea kuimarika. Kazi mbalimbali zimefanyika. Namba A, mazingira. 1, upuliziaji wa dawa vioni. 2, uzoaji wa taka ngumu unafanyika majumbani japo si kwa kuridhisha. Namba 3, ukaguzi wa vyoo kupitia mradi wa Kofi wenye lengo la kuondoa magonjwa ya kuambukiza katika kata ya Buguruni. Ni miongoni mwa hatua za mradi huu ni kufanya ukaguzi wa vyoo na kuondoa mazalia ya mbu. Hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa ikiwemo kufanya ukaguzi wa vyoo kwenye nyumba zilizokaguliwa ni 270 na kubaini vyoo zaidi ya 50 havijakizi vigezo. Namba 4, ufuatiliaji na utiririshaji wa maji taka na makalo. Kipengele B, afya. Katika kipindi cha Disemba mpaka Mei, hali za afya za wakazi ni nzuri licha ya kuwepo kwa homa za mpito. Ofisi inaendelea kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka husika na kuwapatia wananchi. Vile vile ofisi inaendelea kuwahimiza wananchi kuchukua hatua ya kujikinga na magonjwa ambukizi na kutibu maji ya kunywa kwa kutumia dawa na kuchemshwa hasa katika kipindi cha mvua. Kipengele C, ujenzi wa mradi. Katika kuhakikisha afya na mazingira ya wakazi wa mtaa wa Mivinjeni zinaendelea kuwa salama na mazingira kuwa safi, ujenzi wa uondoshaji wa maji taka majumbani unaendelea. Tunayo mifumo inayojengwa mpaka sasa, mifumo 2 imekamilika na mifumo 2 iko hatua mbalimbali. Mradi huu utanufaisha nyumba zipatazo 117. Awali mradi huu ulipaswa kunufaisha nyumba 168. Kutokana na changamoto zilizojitokeza shina namba 12 na 13, mradi kushindwa kupeleka maji mabwawani, eneo hili halitanufaika na mradi huu, isipokuwa nyumba zitakazoweza kupeleka kwenye mifumo 4 inayojengwa katika eneo lingine. Hadi sasa hatua za mikataba zimeshatolewa na maunganisho yanafanyika. Ujenzi wa vyoo kwa upande wa mradi umeshajenga. Hatua iliyobaki sasa kwenye nyumba kumalizia. Idadi ya vyoo vinavyopaswa kujengwa upya ni 52. Idadi ya vyoo vinavyopaswa kufanyiwa ukarabati mdogo ni 19 na vyoo vinavyohitaji kuunganishwa ni 46. Namba 2, ulinzi na usalama. Katika kipindi hiki Disemba Februari, matukio mengi kutoka Disemba mpaka Februari, matukio mengi ya uhalifu yalijitokeza ikiwemo ukabaji, uvunjaji, uzalishaji wa vijiwe vya bangi na kamari. Toka Februari mpaka Mei, matukio haya yalianza kupungua kwa kiasi kikubwa. Hii ni baada ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa ikiwemo kuzungumza na vijana wenye matendo hayo pamoja na familia zao kwa pamoja, kwa pamoja na kuondoa vijiwe vya uvutaji wa bangi na kamari. Kipengele namba A, eneo linalosumbua ni Mondo pamoja na Michichani maarufu kwa Mama Mvungi. B, eneo hili la Michichani kulikuwa na banda kubwa ambalo lilikuwa kichaka cha uhalifu na uvutaji wa bangi. Hivi tunavyozungumza banda hilo tumeliondoa. Licha ya eneo hilo bado vijana wanaovuta bangi kuwepo kwenye mazingira hayo. Mipango na mikakati zaidi inaendelea kufanyika. Namba 3, ushirikiano kati ya ofisi na jamii. Katika kipindi hiki cha Disemba mpaka Mei, ofisi ya mtaa imeendelea kushirikiana na wananchi katika mambo mbalimbali ya kijamii. Ufanyaji wa mikutano ya zoni, kukutana na wananchi kwa lengo la kujadili na utatuzi wa changamoto zinazotukabili. Mwenyekiti pamoja na kamati yake tulifanya ziara kwenye zoni kukutana na wananchi kwa lengo A, kutambulisha kamati; B, kusikiliza na kutatua kero; C, kuwahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo; D, kuwakumbusha wajibu na kutekeleza maagizo yanayotolewa na ngazi za juu. Ofisi ilishiriki kikamilifu katika kuandaa harambee ya msikiti wa Msufini
yenye lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huo. Kiasi cha shilingi milioni 14 kilikusanywa na kiasi cha shilingi milioni 10 ahadi, pamoja na mifuko ya simenti 200. Shughuli hii iliendeshwa na Mheshimiwa Abdalla Hamis Ulega, waziri wa ujenzi, na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mkuranga ndio alikuwa mgeni rasmi. Viongozi wa serikali ya mtaa wameendelea kushiriki semina na mafunzo mbalimbali kwenye taasisi za serikali na binafsi. Lengo ni kupata uzoefu katika kuwahudumia wananchi. Kipengele elimu. Katika kipindi cha mwezi Disemba mpaka Mei, ofisi imeendelea kuwahimiza wazazi juu ya elimu kwa watoto na kuwahimiza kwenda shule, huku tukisaini fomu za wanafunzi bure bila malipo muda na wakati wowote. Malezi. Ofisi imeendelea kuwahimiza wazazi juu ya malezi ya watoto wao na kuwatahadharisha juu ya mwenendo wao, hasa wale ambao wanaonekana wanashiriki matukio yasiyokubalika kwenye jamii. Vikao. Ofisi imeendelea kufanya vikao vya kamati kwa mujibu wa kanuni inavyoelekeza na kushiriki baadhi ya vikao vya mabalozi wa mashina pindi vinavyoandaliwa na kualikwa. Miundombinu. Katika swala zima la utatuzi wa changamoto ya miundombinu, tunao ujenzi wa barabara ya Lozana Maboani kwa kiwango cha lami. Ujenzi umeanza ila kwa sasa mkandarasi hayupo site. Ofisi imeendelea kushirikiana na wananchi kurekebisha barabara za ndani, ikiwemo barabara ya La Promise inayohudumia wananchi hasa shina namba 4, 6 na namba 3. Hatua zinaendelea, bado haijakamilika. Michezo. Ofisi imeendelea kushirikiana na vijana katika swala la michezo, ikiwemo mashindano yaliyoandaliwa na UVCCM kata ya Buguruni. Changamoto. Huduma ya uzoaji wa taka majumbani na kizimbani haulizishi mpaka kufikia wananchi kuzungumza na vyombo vya habari. Namba 2. Wananchi kutokuwa tayari kujenga kuta za choo ili vyoo vyao vikidhi na kuunganishwa na mfumo wa uondoshaji wa maji taka kwenye maeneo yao. Baadhi ya wananchi kutokuwa tayari kuunganishwa na mfumo huo. Namba 3. Kuwa na idadi ndogo ya walinzi na wananchi kutoshiriki kikamilifu katika ulipaji wa ada ya ulinzi shirikishi. Namba 4. Kuwa na mifereji mikubwa 2 na kukosekana kwa mkandarasi wa usafishaji wa mifereji hiyo. Namba 5. Miundombinu ya barabara kuwa mibovu kutokana na mvua kubwa zilizonyesha kusababisha madimbwi makubwa, mfano La Promise, Tafa, Mtemi, Hilton, Bahatisha, Michichani mpaka katika ofisi yetu hapa ya chama. Mikakati. Kuimarisha ulinzi na usalama kwa kuimarisha mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kielektroniki, mfumo ambao unatambulika kwa jina ya Adalipa. Hatua ya usajili wa nyumba na kaya kwenye mfumo umekamilika. Namba 2, kuongeza idadi ya walinzi kutoka 6 waliopo sasa mpaka 15, pamoja na kuwapatia sare pamoja na vitambulisho vitakavyowatambulisha pamoja na vifaa ili kurahisisha utendaji wa kazi na majukumu yao. Namba 3, kuzitambua nyumba zote 117 zinazonufaika na mradi wa uendeshaji wa maji taka pamoja na kuwachukulia hatua wale wote ambao hawatekelezi matakwa ya mkataba na wasiotekeleza ujenzi wa vyoo vyao. Mwisho, naomba kutoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano katika miradi ya serikali inayotekelezwa katika eneo letu. Lengo na makusudio ni kuondoa changamoto zinazotukabili. Naomba niwahakikishie tumejipanga kikamilifu katika masuala makubwa mawili. Jambo la kwanza, ulinzi na usalama, kuhakikisha hali ya usalama katika mtaa inakuwa nzuri zaidi, na namba 2, swala la usafi na mazingira ili kuondoa magonjwa yanayosababishwa na uchafu wa mazingira hasa ya kuambukiza.